Nevia Media ni saa nyingine tena tunakutana, ni siku nyingine, siku ya Jumatatu kabisa, mwanzo wa wiki. Kumbukwe siku ya jana ilikuwa ni mbungi ya Simba na Azam, ambapo ilipigwa pale kwenye uwanja wa Azam Complex Chamazi, lakini mbungi hii bwana ilitamatika kwa nunge, yani 0-0. Wamba hawa wa Dar es Salaam bwana hawakuweza kuokota alama tatu. Kila mmoja aliokota alama moja, waligawana alama moja. Sasa sare ya siku ya jana bwana, Simba imeendelea kuipa ugumu kazi yake ya kuwania ubingwa wa ligi kuu Tanzania bara baada ya kushindwa kuvuna alama tatu dhidi ya Azam FC kufuatia kutoka sare ya bila kufungana katika mchezo huo wa siku ya jana ambao ulipigwa pale kwenye uwanja wa Azam Complex Chamazi majira ya saa 1 za jioni. Katika pambano hilo la Azam FC walikuwa nyumbani wakikaribisha Simba Sport Club, huku kila timu ikizamiria ikilazimika kuridhika na alama moja. Matokeo hayo yamewaacha wenyeji wakiendelea kushika nafasi ya tatu wakiwa na alama 33 kwenye msimamo wa ligi kuu, ambapo anayeongoza ligi mpaka sasa ni Young Africa ambaye ni bingwa mtetezi, ambapo anaongoza ligi akiwa na alama 41 akiwa amecheza michezo 17, huku mpinzani wake Simba Sport Club akiwa na alama 35 huku akiwa amecheza mechi 16. Sasa kwa upande wa Simba Sport Club, sare hiyo imeifanya ibaki katika nafasi ya pili ikiwa na alama 35 baada ya kucheza michezo 16, huku kama nilivyokuambia kwamba vinara ambao ni Young Africa wao wako mbele kwa alama 41 wakicheza michezo 17, ambapo Simba Sport Club ina mchezo mmoja mkononi. Ikicheza mchezo huo basi itakuwa imefikisha alama 38, ambapo itakuwa nyuma kwa pointi 3 dhidi ya bingwa mtetezi Young Africa. Hali hiyo inaifanya Simba Sport kubaki nyuma kwa tofauti ya alama 6, ambapo nilivyokuambia hapo awali kwamba ipo nyuma kwa alama 6 kwa sababu hiyo imecheza michezo 16 na ina mchezo mmoja mkononi. Hivyo ikicheza michezo 17 basi itakuwa na alama 38, itakuwa nyuma ya Young Africa kwa alama 3 tu, licha ya kuwa na mchezo mmoja wa kiporo dhidi ya Tabora United, ambapo watashuka dimbani kwenye uwanja wa Sheikh Bedi kumfuata Tabora United. Sasa matokeo hayo yanaipa Yanga nafasi nzuri zaidi ya kujipanga na kujiimarisha katika mbio za kutetea ubingwa wao wa ligi kuu, pressure ikizidi kuongezeka kwa upande wa Simba Sport Club katika harakati za kuwasaka vinara hao. Katika mchezo huo, kipindi cha kwanza kilimalizika bila timu yoyote kufanikiwa kutikisa nyavu ya mpinzani wake. Azam FC walionekana kuwa imara zaidi katika safu ya ulinzi licha ya kujaribu kushambulia mara kadhaa. Simba nao walionyesha uimara katika safu yao ya ulinzi iliyokuwa chini ya uongozi wa kipa Mahamudu Kasali aliyehakikisha lango lao linabaki salama hadi mapumziko. Hivyo ndio mbungi iliisha siku ya jana kwa wamba hawa kuchoshana na kutoa nunge, yani sare ya 0-0 bila kufungana mabao, ambapo waligawana alama moja. Sasa kituo kinachofuata kwa Simba Sport Club ni kwenda kukutana na TRA United Arusha, ambapo mchezo huu utapigwa kwenye uwanja wa Sheikh Bedi. Sasa mimi na wewe tujue Simba anakuja kuokota alama 3 ama anakuja kutoa tena sare. Ni kusitu uendelee kutufuatilia Nevia Media, lakini ni kuombe unisaidie kusubscribe kwa kubonyeza maandishi yaliyoko chini ya video hii yameandikwa subscribe, ambapo unapoitazama video hii, chini ya video hii utaona kuna maandishi yameandikwa subscribe, na kuomba unisaidie kusubscribe. Ukifanya hivyo basi utakuwa umetisha sana na utakuwa umetupa support sisi Nevia Media.